Karibu katika safari ya historia inayoishi mitaani. Hapa tunafungua kurasa ambazo hazijaandikwa kwenye vitabu, tunazirudia sauti za wazee na kuyafufua majina yaliyotembea katika giza la vita, ujasiri na siri za Kongo. Leo tunakupeleka kwenye hadithi ya mtu ambaye jina lake lilitetemesha Fizi. Mwanaume aliyebeba uzito wa taifa bila kuvalia taji, Sikatenda Shabani. Mimi ni Frederick Juma. Historia ya Lieutenant General Sikatenda Shabani. Mwandahaji wa historia hii ni Frederick Juma. Naanza kurasa hizi kwa heshima kubwa, kwa sababu jina la Lieutenant General Sikatenda Shabani ni mojawapo ya majina ambayo hayatajwi mara nyingi, lakini mizizi yake imekita sana katika ardhi ya historia ya Kongo. Maisha yake yameandikwa kwa wino wa jasho, mateso, uaminifu na ukimya mrefu wa wapiganaji wa kizazi cha Makwis ya Fizi Baraka. Huyu si tu mwanajeshi, ni taswira ya vita vya uhai wa taifa, kuanzia misitu mingine ya upinzani hadi kifo cha upweke ndani ya kuta baridi za Ndolo. Sikatenda alizaliwa miongoni mwa watu wa Bembe, eneo lenye milima, mito na historia ndefu ya upinzani. Akiwa kijana, aliguswa na upepo wa Lumumba ambao ulipuliza fikra za uhuru katika vichwa vya vijana wengi wa Kongo. Katika upepo huo wa mawazo, aliapisha moyo wake juu ya mambo matatu: kupinga ukoloni mamboleo, kuilinda ardhi ya Kongo kwa gharama yoyote, na kusimama upande wa mapambano ya kitaifa. Hakika haikuwa njia nyoofu. Kongo ya miaka hiyo ilikuwa imenyoosha kati ya makundi ya waasi, majeshi ya kigeni na migongano isiyoisha. Ndani ya mvurugiko huo, Sikatenda alimfuata kijana mwingine mkimya lakini thabiti, Laurent Desire Kabila. Hapo ndipo safari ya maisha yake ilianza rasmi. Katika misitu ya Fizi Baraka, jina la Sikatenda lilisajiliwa kwa mara ya kwanza. Hapa ndipo alipojulikana kwa nidhamu isiyovunjika, uaminifu uliomfanya kusimama bega kwa bega na Kabila kwa miaka mingi, na ujasiri wa kijeshi uliowafanya vijana wasiogope mapambano. Alikuwa mtu wa utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na moto uliowaka kila alipoona kile alichoamini kinaonewa. Kwa miaka mingi walipambana dhidi ya utawala wa Mobutu. Ndani ya mapambano haya ndipo alipojengeka ule msingi uliokuja kuunda AFDL, nguvu ya kijeshi iliyomaliza enzi ya Mobutu mwaka 1997. Walipofika Kinshasa mwaka 1997, Sikatenda hakuwa mtu wa kujitafutia umashuhuri, lakini mfumo wenyewe ulimlazimisha awe sehemu ya jeshi jipya, Forces Armées Congolaises, FARC. Ndani ya jeshi hakujulikana kwa maneno makubwa au makofi ya kisiasa. Alijulikana kwa unyenyekevu, kutokubali rushwa, kusema ukweli bila kuficha na kuwaheshimu wanajeshi wadogo. Hii ndiyo tabia iliyomfanya awe na marafiki wachache, lakini pia maadui wengi kimya kimya. Mwaka 2011, risasi zilizomuua Laurent Desire Kabila hazikumuua yeye pekee, pia ziliua matumaini ya wengi ya Makwis. Sikatenda, kama wengine waliokuwa upande wa mzee, aliendelea kuonekana kama mzigo katika enzi mpya ya Joseph Kabila. Hakushiriki siasa za uasi, hakupanga vitendo vya ukinzani, lakini ukaribu wake na mzee Kabila ulimfanya awe kivuli kisichotakiwa katika vyumba vya kupanga nguvu ndani ya jeshi. Hapo safari ya upweke ikaanza pole pole. Mwaka 2024, akiwa ni mzee wa zaidi ya miaka 80, Sikatenda alikamatwa,
Mwili wake ulikuwa umechoka, akili imepungua nguvu, na uwezo wa kuishi bila msaada ulikuwa umepotea. Hata hivyo, aliwekwa gereza Ndolo kwa madai mazito ya kupanga nyanja za kijeshi. Ni watu wachache tu wanaoyaamini madai hayo. Wengi wanayaona kama sehemu ya kuwatuliza wale wanaoweza kupingana na mfumo ambao haujui kuheshimu uzee wala historia. Ndani yake hakupata dawa, hakupata huduma, na mara nyingi alisahaulika. Afya yake ilizidi kudidimia kwa hasi ya kusukutisha. Namba 6. 4 Juni 2025, mwisho wake wa kimya. Baada ya miezi mingi ya mateso kimya, Sikatenda alianguka kwenye hali ya koma. Alipotolewa Ndolo na kupelekwa Camp Chachi, madaktari hawakuweza kufanya kitu. Uzee, mateso na kupata matunzo vilikuwa vimeshafanya kazi yao. Alifariki dunia akiwa katika ule ukimya ule uliomfuata miaka ya mwisho ya maisha yake. Lakini kifo chake hakikuleta majibu, kiliibua maswali zaidi. Mpaka leo, mwili wake haujakabidhiwa. Familia imechoka. Serikali na jeshi wanatupiana lawama, na sababu ya kuchelewesha mazishi yake haijatajwa hadharani. Ni kama mfumo unataka hata kaburi lake silisikike. Sikatenda ataachwa kwenye kurasa za historia kama mpiganaji wa uhuru, mwaminifu wa mzee Kabila, mwanajeshi aliyekataa ufisadi, kiongozi wa utulivu, na mzee aliyekufa kwenye ukimya ambao hakustahili. Kifo chake ndani ya gereza ni somo la taifa, kwamba mataifa yanapowasahau washujaa wake yajifuta taratibu katika misingi yao. Namba 7. Kifo cha General Sikatenda Shabani si mwisho wa mtu mmoja tu, ni kufifia kwa kumbukumbu muhimu ya mapambano ya Kongo. Kama taifa linataka kesho bora, linapaswa kwanza kurekebisha makosa yake kwa waliopigania jana. Kilichoacha maswali kwa watu wengi ni ujumbe ambao rais wa zamani wa DRC, Bwana Joseph Kabila, aliandika baada ya kifo cha Sikatenda Shabani. Nikinukuu maneno yake alipoandika, alisema, "Nimepokea kwa uchungu habari za kifo cha Luteni Jenerali Sikatenda Shabani. Natoa heshima kwa kumbukumbu ya afisa huyu wa ngazi ya juu aliyekuwa amejiuzulu, mwenzetu katika mapambano ya mzee Laurent Desire Kabila, mwenye umri wa miaka 83, aliyeniona nikiwa mdogo na kunilelea. Alikamatwa na kuwekwa kizuizini tangu Novemba 2023 bila kesi hadi kufariki kutokana na mateso. Sasa ameungana na orodha ya wahanga wengi wa kutovumiliana na udikteta. Nawapa pole familia ya marehemu, wenzangu wa mapambano ya mzee Laurent Desire Kabila, maafisa wa jeshi la DRC FARDC na jamii nzima ya Bembe. Aipate amani na pumziko la milele roho ya jenerali," aliandika Joseph Kabila Jumatano tarehe 4 Juni kutoka Goma, makao makuu ya mkoa wa Kaskazini Kivu. Mwisho wa nukuu. Akiwa mwenzake wa zamani wa mzee Laurent Desire Kabila, Luteni Jenerali Sikatenda Shabani aliwahi kuongoza kipindi cha 1997-1998 idara ya upelelezi wa shughuli za kijeshi dhidi ya taifa, ambayo sasa ni idara ya ujasusi wa kijeshi ya FARDC. Akiwa mtu anayejulikana sana ndani ya FARDC, Luteni Jenerali Sikatenda pia aliwahi kushikilia nyadhifa muhimu kadhaa, ikiwemo ile ya naibu mkuu wa majeshi aliyeshughulikia operation na ujasusi. Pia aliongoza kamandi kuu ya shule za kijeshi na kamandi kuu ya jeshi. Katika hotuba yake ya hivi karibuni kabla ya kuhamia Goma, Joseph Kabila aliwahi kulalamikia kuzorota kwa hali ya usalama katika mikoa mingi, ikiwemo Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kutokana na kundi la Mobondo. Katika maelezo yake, alikosoa hali ya sasa ya usalama ambayo, kwa mujibu wake,
Inatokana na utawala mbovu unaoonekana katika sekta hiyo kupitia mafunzo ya kijeshi yasiyofanywa vizuri, ajira na uteuzi unaochochewa na misingi ya kikabila, pamoja na kuwekwa kizuizini bila hukumu kwa wanajeshi na maafisa wa ngazi ya juu, pamoja na maafisa wa usalama, akisema kuwa kuna kukamatwa kimamlaka kunalowalenga maafisa wa kijeshi wenye asili ya Kiswahili. Ukiweka kando mambo ya mitandaoni, turudi tu huku mitaani. Hapa ndipo majina yanakuwa mazito kuliko makala na hadithi za watu haziandikwi, zinatembea kwa vinywa. Na hivyo ndivyo lilivyo jina la Sikatenda. Kwa Wabembe, hilo jina halikuwahi kuwa la mzaha. Lilitamkwa kwa heshima na wakati mwingine kwa woga kidogo. Wazee tuliongea nao walitueleza kitu kimoja. Sikatenda hakuwa mtu wa kucheka ovyo wala wa kukasirika ovyo. Alikuwa mtu wa msimamo. Ukikosea, umekosea tu. Hakujali kama wewe ni mdogo, mkubwa, ndugu au kiongozi. Kwao, sheria ilitembea moja kwa moja. Wabembe wenyewe husema, ukibisha muulize baba yako, enzi za Sikatenda mlimuita nani? Hii ndio hadithi ambayo wazee wanaipenda sana. Siku moja mjomba wa Sikatenda alimtembelea. Wakiwa wamekaa, akamwona mtu anauza ndizi na akamwambia kwa utani, kijana, nina hamu ya ndizi." Sikatenda kwa heshima akamjibu, "Nikununulie ngapi mjomba?" Mjomba naye akacheka tu, "Yoyote, si muhimu." Sikatenda akaenda, akachukua kungu zima. Akafika, akamwambia, "Mjomba, nenda uzimalize." Mjomba akaendelea na ule mzao wake. Mimi si nyani." Hapo ndio kosa lilipoingia. Sikatenda akamuuliza kwa sauti tulivu lakini nzito, "Sasa unastahili fimbo ngapi?" Mjomba bila kufikiria akasema, 2 zinatosha." Kwa Sikatenda maneno yalikuwa amri. Akaamuru viunga 2 vya fimbo. Mjomba akapigwa mpaka fimbo zikaisha. Kisha akapewa jiwe akaliweka juu kama fundisho. Hiyo ndiyo dunia ya Sikatenda. Ukisema umetenda. Hata wanawake waliwahi kupigwa, si kwa chuki, bali kwa mfumo wa uongozi uliokuwa mkali kupita maelezo. Leo tungeita ukatili, enzi hizo waliita nidhamu. Jina la Sikatenda lilikuwa mbele ya mstari. Halikuwa bega kwa bega na Laurent Desire Kabila wakipambana dhidi ya utawala wa Mobutu. Watu wa Fizi hawakuwahi kukubali kumezwa na mfumo wa Mobutu, hadi ikasemwa Zairi bila Fizi kama ishara ya ukaidi wao. Kwa mawe, mapanga na ujasiri wakaandika historia ya kuangusha utawala uliodumu miaka mingi. Kabila alimtegemea sana Sikatenda, akamfanya kuwa mkuu wa operation za ujasusi. Lakini Kabila alipouawa, swali likabaki, nani ataongoza Kongo? Wazee wakamuuliza Sikatenda kama marehemu aliwahi kusema. Akasema, ana mwana mmoja wa kiume, anaweza kuiongoza Kongo. Hapo ndipo Joseph Kabila alipopewa kiti. Lakini muda si mrefu, kile kikundi cha wazee waliotoa ushauri ule, kimoja kimoja kikaanza kupotea, kuuawa, kupotezwa. Sikatenda akahisi upepo umebadilika. Akarudi Fizi, akaanzisha Mai Mai. Lakini baadaye akaitwa Kinshasa, akaongea na Kabila. Kisha akaachia uongozi kwa kijana mwingine, William Amuri Yakutumba. Watu wa karibu wanasema sababu haikuwa ngumu kuelewa. Ukuu wake wa urafiki na Joseph Kabila. Hilo tu lilitosha kumweka katika macho ya serikali ya Tshisekedi. Mingine anabaki kwa siri ya majukwaa ya siasa. Watu wa karibu wanasema Sikatenda alichoka mapema sana kuliko umri wake. Si kwa sababu ya magonjwa ya kawaida, hapana. Ni mzigo wa maisha aliyobeba, vita, usaliti, kufungwa na kukimbia machafuko ya siasa ya Kongo. Moyo wa mtu unaweza kuwa mgumu, lakini damu inabaki kuwa damu. Kuna msemo ambao watu wachache sana walimsikia akiusema siku za mwisho. Mtu anapofika mwisho,
ukweli huwa mzito kuliko vita. Huo ndio ulikuwa mwanga wa mwisho wa roho yake. Asante kwa kusikiliza sehemu hii ya simulizi letu. Historia ya Kongo haiishi kwenye makala, inaishi ndani ya watu, ndani ya ushuhuda wa wale waliobeba makovu ya zamani. Ikiwa wewe ni mpenzi wa hadithi za Afrika, usisahau kusubscribe, kushare na kuendelea kutufuatilia ili upate sehemu zinazofuata. Mimi ni Fredrick Juma na kutakia amani na tafakari njema. Usikose burudani zaidi. Subscribe sasa na share video hii kwa marafiki wako. Tembelea Juma TV Official kwenye Facebook, bonyeza link kwenye description na pata historia nyingi zaidi.